Na mtazamaji na msikilizaji wa ZBC, basi kama kawaida ni mwendelezo wa kuzungumza na waandishi wa habari kwa mawaziri mbalimbali katika siku 100 za Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo hapa Raha Leo. Basi hivi sasa tayari asubuhi hii tunazungumza na Waziri wa Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Dr. Harun Ali Suleiman, na tayari ameshafika katika ukumbi huu kuzungumza na waandishi wa habari pamoja na wananchi mbalimbali, na mkurugenzi wa idara ya habari Maelezo ndiye ambaye atamkaribisha na kutoa maelekezo. Baadaye Mheshimiwa Waziri atazungumza na waandishi wa habari. Na kuletea matangazo haya moja kwa moja, mimi ni Amina Mchezo pamoja na mpiga picha wangu Jamal Othman. Asalamu alaykum. Mheshimiwa Dr. Harun Ali Suleiman, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria na Utawala Bora, ndugu waandishi wa habari, tupo katika mwendelezo wa kuangalia mafanikio ya serikali ya awamu ya 8 kipindi cha pili ya Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi yaliyopatikana ndani ya hizi siku 100. Na leo tupo na Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Utumishi, Sheria, Utumishi na Utawala Bora. Mheshimiwa Waziri, mikutano hii inarushwa mubashara kupitia vyombo mbalimbali vya Zanzibar na nje ya Zanzibar. Tupo na ZBC Radio pamoja na ZBC TV. Tupo na Zanzibar Cable TV, Zanzibar Cable 3. Tupo pamoja na Mihrab TV, Shindo, Maelezo Online TV. Kwa hiyo jambo hili wananchi wapo wanasikiliza, wanataka kujua kuna mafanikio gani ambayo yaliyopatikana kupitia wizara yako katika hizi siku 100. Kwa hiyo Mheshimiwa, kwa heshima kubwa, karibu sana kuweza kusikia taarifa yako. Asalamu alaykum. Ndugu waandishi wa habari na wananchi popote pale ambapo kusikiliza, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia kwanza kuamka kwa salama, alhamdulillah, tukana afya njema na tumeamka hali ya kwa nchi yetu inaendelea na amani kubwa katika maeneo yote ya visiwa vyetu vya Unguja na Pemba. Baada ya utangulizi huo, nishukuru kwa dhati kabisa shirika letu hili, idara yetu ya Maelezo habari pamoja na ZBC na vyombo vyote vya habari ambavyo vipo hapa. Hakika leo nimekuamsheni mapema kidogo, ingawa ni kawaida yenu, lakini leo kutokana na majukumu na dharura tulikuwa nazo ilibidi tuondoke ule utaratibu wa saa 3 kwanza program zetu anze mapema zaidi. Nilifikia nikija hapa nitakuta watu wachache, lakini alhamdulillah nikushukuru mkurugenzi na watendaji wako kwamba kuna mwamko mkubwa sana katika vyombo vya habari sasa hivi hapa Zanzibar. Hongereni sana kwa jambo hilo. Lakini pili, nichukue nafasi hii kumshukuru kwa dhati kabisa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa kuendelea kuiongoza Zanzibar katika hali ya utulivu na amani kabisa. Sote tunashuhudia hali ilivyotulia, utulivu katika nchi yetu. Hakika ameituliza Zanzibar katika kiwango ambacho ni kikubwa mno. Tunashuhudia sasa hivi matokeo mengi duniani hali si shwari, lakini alhamdulillah hapa petu mambo ni shwari, na Mwenyezi Mungu atatujalia kwa baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani tutaendeleza amani hii kwa maslahi ya wananchi wetu kwa ujumla. Kwa nafasi hii tena kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kumshukuru na Dr. Hussein kuendelea kwa imani na mimi kwa kunikabidhi jukumu hili la kuwa waziri na simamia masuala ya Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora. Ni mwendelezo wa dhamana hii ambao nilikuwa nayo tokea mwaka 2016 wakati Dr. Sheni anaanzisha wizara hii ya Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora. Basi alinipa dhamana hiyo mimi. Alhamdulillah, toka kipindi kile nimekuwa nayo hadi sasa, kwa hivyo ni miaka 10 sasa mfululizo. Nadhani naendeleza zile rekodi kama ipo kwenye elimu, nikaa miaka mingi, miaka 10 mfululizo, na hapa alhamdulillah ile 10 ishaifikisha. Naamini kwamba inshallah nitamaliza na ilobakia kwa salama na amani, ili inshallah kifika 30 tuendeleze rekodi yetu, lakini tuendeleze wakati tumeweka kumbukumbu ambazo tumeziacha au tumeiacha alama ambazo zitasomwa na vizazi vinavyokuja.
Sasa wizara yetu hii bahati nzuri ina maeneo matatu makubwa. Eneo la kwanza ni eneo la sheria, utoaji wa haki. Eneo la pili ni eneo la utumishi, na eneo la tatu ni eneo la utawala bora. Sasa mimi nitaanza kwa eleza moja moja katika hilo, na baadaye tutaendelea na nyingine hadi tumaliza sehemu zote tatu. Katika swala zima la utoaji wa haki, na nimshukuru sana Dr. Hussein katika kazi kubwa aliyofanya kuimarisha eneo hili la utoaji wa haki. Sote ni mashuhuda katika wilaya zetu zote au mikoa kuna majengo mapya kabisa ya kisasa ya mahakama katika kila wilaya na mkoa wetu, pamoja na zile mahakama kuu ambazo zimejengwa hapa Zanzibar. Upande wa Tunguu, jengo la mwanzo kabisa lilianza wakati wa Dr. Sheni na limeendelezwa wakati wa Dr. Hussein, na Pemba tayari lishakamilika sasa hivi upande wa mahakama kuu sehemu ya Zanzibar ambayo iko kule Pemba, ambapo tumepata msaada mkubwa wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini tumejenga mahakama nyingi? Maana yake kuna uhalifu wa hali ya juu, kuna matatizo mengi sana ambayo inabidi mahakama tuongeze. Wala si sababu hiyo. Sababu kubwa ya kimsingi kwamba wananchi wetu wamekuwa wakipata shida. Kama wanakuwa na kesi zao kwa bahati mbaya katika maeneo yao mbalimbali, inabidi wafukuzie au zitafute mahakama za Vuga wakati ule na za Mwera pengine kwa upande wa Kusini, au katika zile mahakama za mikoa wakati ule, lakini masafa ni marefu. Wananchi wetu wengi sana, sisi ni asili yetu ni vijijini, kwa hivyo shida zaidi ziko katika jamii huko chini. Inabidi sasa wananchi wale wazifuatilie huduma zile na lazima wazipate. Sasa kwa kuona hili, serikali ya Zanzibar awamu ya 8 ikasema hapana, kwanza tuweke miundombinu iliyokuwa mizuri na ya kisasa. Mahakama zetu za zamani zilikuwa hazina tofauti ya mabanda ya kuku, maana ndani humo mafaili, humo kuna mafanicha yameharibika ndani, kwa kweli uchafu hamridhishi, mapaa yale yalikuwa mabovu kabisa, na ninginia mengine maeneo mengine, yani hata kuingia mle ndani basi ni kesi yenyewe, bali hata hujahukumiwa, ile kuingia kwenye mahakama kama ile tu itakuwa unaonekana kama una kesi, na kweli kesi utakuwa nayo, lakini sasa ukiingia mle ndani mambo yanazidi, yani unaogopa kabla hata hujashtakiwa. Kwa hivyo alhamdulillah, hili nashukuru sana serikali ya awamu ya 8 imelisimamia kwa nguvu zake, na hapa tumpongezeni sana Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, hakika amefanya kazi kubwa sana. Hatuwezi kuzungumzia siku 100 kama hatujazungumzia miaka 5 iliyopita kwanza, na miaka 5 iliyopita ndo kazi imeanza, na katika siku 100 hizi tayari shughuli zimeanza vile vile zinaendelea. Kwa hivyo tumejenga majengo yale katika wilaya, na sasa hivi katika siku 100 hizi tayari matayarisho ya kujenga majengo mengine katika wilaya nyingine zinaendelea. Sambamba na hilo, tumeongeza majaji. Miaka 5 iliyopita pale tulikuwa majaji 8, sasa hivi tumefikia majaji 13 mpaka 14. Maana yake nini? Huduma sasa hivi za utoaji wa haki zitatolewa kwa haraka zaidi, kwa sababu tayari wanaosimamia utoaji wa haki wako wengi, na na imani kwamba wananchi wataridhika sana huduma hii. Mahakimu vile vile wanaongezeka kila siku, wanateuliwa. Mimi na imani kubwa kwamba inshallah, tusiombe Mungu kuendelea na matatizo, wananchi wetu kuwa na matatizo mbalimbali, lakini tufike mahali Zanzibar matatizo haya ya jinai au ya kudai haki mbalimbali basi tuondokane nayo kabisa, iwe hatuna kabisa, na Mwenyezi Mungu atatusaidia. Lakini dunia haikuumbwa hivyo, lazima imeumbwa, itakuwa na watu wakorofi wakati mwingine, wengine walikuwa wazuri, wengine wema. Kwa hivyo masuala yataendelea, lakini ndio maana yake na sisi tunajiimarisha upande wetu. Lakini pia utaratibu mzima wa utoaji wa haki sasa hivi, mbali zamani unaitwa kwenye vizimba, unaitwa wapi, sasa hivi tunakwenda kidijitali, tunatumia kwa mifumo sasa hivi. Kwa hivyo unaweza kuwa kesi yako iko Mwera inahukumiwa huko mjini, basi unapata huko ulipo unapata jibu lako katika hukumu yako inayotolewa. Ni jambo ambalo kusema kweli la kupiga mfano. Nimetumia gharama nyingi, pesa nyingi sana zinatumika, na tunashukuru sana tumepata msaada mbali ya serikali yenyewe. Benki ya Dunia imetusaidia sana katika swala hili la mahakama. Kama hilo halitoshi, serikali imeanzisha utaratibu wa msaada wa sheria kupitia sehemu hiyo. Tuna idara nzima pale ya katiba na msaada wa sheria katika ofisi yetu ya Rais, na jambo hili lilikuwa mwokozi sana, mkombozi kwa wananchi wetu wanyonge. Zamani mwananchi anaweza kuwa na malalamiko yake, kanyang'anywa ardhi au kadhalilishwa mtoto wake au yeye mwenyewe, au imetumika matumizi mabaya madaraka kwa baadhi ya viongozi, hana pa kwenda
kanyang'anywa haki zake, pengine hata vinua mgongo chake pengine, au pengine haki zake nyingine, alikuwa hana pa kwenda maskini, anakaa kule, anakaa mpaka anakufa hapati haki hiyo. Serikali ikaona hapana, hii si sawa. Kwa hivyo imeanzisha idara hizi za msaada wa sheria. Nashukuru sana viongozi wetu wakuu wote wawili. Mama Samia ameanzisha programu yake inaitwa Mama Samia Legal Aid, lakini na Dr. Hussein amesimamia vizuri swala hili la msaada wa sheria, kiasi ambacho sasa hivi tuna siku maalum ya sheria, ya msaada wa sheria, ili tunasherehekea kila mwaka mara moja. Lakini tunafanya nini katika masuala ya msaada wa sheria? Tunachofanya ni kwamba mwananchi anapokuwa na matatizo yake, kuna wale paralegals, yani wanaita wasaidizi wa sheria, wako katika wilaya zetu na shehia zetu zote bure bila kulipa pesa yoyote. Kwa hivyo natoa wito kwa wananchi wote, anapokuwa na shida yake, maafisa wetu watoaji wa msaada wa sheria wapo katika shehia zetu zote Unguja na Pemba, waende waeleze matatizo yao. Imani yangu inshallah watapata. Tumekuwa na ushahidi mkubwa, watu wengi walikuwa na matatizo mbalimbali alhamdulillah, tumefika mahali watu walokosa haki wamepata haki zao, na serikali ya mapinduzi haitaki kumdhulumu mtu. Tunachotaka kufanya kila mmoja apate haki yake kwa mujibu wa sheria na taratibu tulizojiwekea. Kwa hivyo hilo limekuwa ni mkombozi mkubwa sana swala la msaada wa sheria. Naomba nitoe wito kwa wananchi watumie fursa hii ya maafisa wetu hawa, wa paralegals wetu hawa, wasaidizi wa sheria, wapo kila mahali tena bure. Kwa kuona hili umuhimu wake, rais wetu amesaidia sana, ametoa msaada katika wilaya zetu zote, ametoa vifaa vya kufanyia kazi, vishikwambi na tablets zile, lakini ametoa vibajaji 7 kwa ajili ya maafisa wetu mbalimbali katika wilaya zetu mbalimbali, kwa lengo la kuwasaidia ili waweze kufanya kazi zao vizuri zaidi. Bajaji zile ni mavijua vibajaji ni vitu gani? Ni vile viliwasho vile kama vituktuk vile vinaitwa, vile vinafika kwa haraka zaidi mahali ambapo gari kubwa haipiti, basi kile kinapita. Vinakwenda kama kaa, wanayokaa kule pwani, ukienda wanatembea ndio kama vile. Unaona vinachomoka tu kila kona, kule Pemba utastabu kila kona na kinajitokeza vingi kweli, alhamdulillah. Na sisi paralegals wetu tumewapatia vile. Rais ametoa msaada mkubwa sana, tunamshukuru sana, na Mungu ampe nguvu zaidi, aendelee kutusaidia. Lakini kama hayo hayatoshi yote hayo katika swala zima la utoaji wa haki, sote tunashuhudia sasa hivi hali ilivyokuwa huko nyuma na sasa hivi katika swala zima la mapambano dhidi ya udhalilishaji. Nadhani waziri yule anayehusika masuala ya ustawi wa jamii alizungumza kwa urefu sana swala hilo. Najua hatua mbalimbali. Kwa nini kesi za udhalilishaji sasa hivi tunazisikia? Kwa sababu kulikuwa hakuna mwamko huko nyuma. Sasa hivi mwamko upo, watu hawaoni tabu kwenda kusema, swala hili la uwazi lipo, tunalisikia. Ndio maana hata rais mwenyewe ameanzisha program Sema na Rais. Sema na Rais katika masuala haya ili kuwapa fursa wananchi wapate midomo ya kuzungumza katika njia za urahisi zaidi na habari zifike kwa urahisi zaidi. Kwa hivyo kwa ujumla, au nasema ni eneo moja hilo ambalo tumelifanyia kazi vizuri sana, sehemu ya mahakama. Labda tuzungumzie kidogo sehemu nzima la sehemu nyingine kwa ufupi, sehemu ya utumishi. Sehemu ya utumishi hakika ni moja katika sehemu ambayo ina kazi kubwa. Nashukuru hii ya utumishi bahati nzuri imesimama muda mrefu zaidi kuliko hata ile sheria. Kwa sababu tokea mwaka 2013 nimekuwa nimesimamia utumishi. Pale ilipokuwa ofisi ya rais inaitwa utumishi, kwanza ilikuwa wizara ya kazi na utumishi. Mimi niliteuliwa kwa waziri wa kwanza wa uwezeshaji wananchi kiuchumi na ushirika mwaka 2010. Sasa baadaye, baada ya miaka miwili, Dr. Sheni akafanya mabadiliko madogo baraza mawaziri. Kwa hivyo uwezeshaji na mambo mengine yanayohusiana hayo akaweka pande mwingine. Kazi na utumishi yakaweka pamoja. Kwa hiyo sasa ikanasimamia masuala ya private sector na public sector, yote pamoja. Kazi haikuwa ndogo, sababu vyama hivyo vifanya kazi nao vina jukumu maalum la kuvisimamia. Kwa hivyo nikaanza kuchukua utumishi tokea 2013 hadi leo miaka nadhani 13 sasa hivi. Kwa hivyo utumishi bado upo mikononi. Na nadhani mambo yenu watumishi hapa yanakwenda vizuri, na mimi nafurahi kwa inshallah siku zijazo mambo yatakuwa mazuri zaidi ukijayo inshallah. Lakini kubwa zaidi ni nini? Ni kuweka nidhamu ya utumishi katika serikali yetu. Tunapata matatizo mengi wakati katika usimamizi swala la utumishi. Sheria zipo, sheria ya utumishi ipo, lakini wasimamizi wa sheria ile wanaona tabu kuitumia. Hata inapotokea bahati mbaya ya utomvu kwa nidhamu au kuvunja kwa nidhamu katika taasisi zetu, kila mkuu wa taasisi ana mahali kumchukulia hatua alikuwa chini yake.
lakini tunajitahidi sasa hivi kuhakikisha kwamba enforcement ya sheria zile na taratibu zile zinakwenda kwa nguvu zetu zote. Tufike mahali kwamba wananchi wetu, watumishi wetu wafahamu moja kati ya jukumu lao ni kujenga nidhamu katika eneo lao la kazi. Na tunashuhudia baadhi ya wakati watumishi watukutu baadhi wanachelewa kwenda kazini, wanaondoka mapema, dharura zinakuwa nyingi. Wakati mwingine kwa tunalalamika private sector au sekta kama za hoteli na maeneo mengine, mbona Zanzibar hawachukuliwi wengi? Wakati mwingine sio kwa sababu hawachukuliwi tu, hulka na tabia wakati mwingine zinatufanya tufanye hivyo. Lakini haina maana kwamba Zanzibari wote hawezi kufanya kazi katika hoteli. Wanaweza. Ni kubadilisha tu mindset yetu, kubadilisha tabia zetu basi. Tujitume sana. Mimi nitakupeni ushahidi wa kule Makunduchi, jimbo langu, najenga hospitali kule ya kule wilayani jimboni kwetu. Na nikaombea vijana wangu mfano kazi kwamba wapate kazi ya kufanya kazi kule. Basi nimekwenda kule, basi mwanzo walitokeza kwa wengi. Baada ya wiki moja tu hawapo wote. Wanaona kazi ile ngumu. Kulikuwa na mfano tu wa hivi sasa kila mmoja sasa mimi kwenda kwenye vikosi. Utakwenda kwenye vikosi, utakwenda kufanya kazi. Kazi ya vikosi bila shaka kwenda kwanza kuna masuala kikambi hadi kwenda kwenye mashamba kulima. Lakini leo vijana Zanzibar kweli wanapenda kulima kweli. Kuna kazi chungu nzima za kilimo zipo. Wameambiwa kujiajiri mwenyewe ndani ya kilimo. Lakini wengapi wamejiingiza katika ujasiriamali wa kilimo hasa? Mwingi atakwambia mimi nataka pengine hadi atakwambia nataka nifanye biashara au nifuge kuku pengine kidogo hivi na mambo kama hayo. Lakini zile kazi zile za nguburu zile kwambia hapana, hizo hatuziwezi. Unajua wakati mtu anapochagua kazi, wenzetu hawachagui kazi. Kila unachompa anafanya kazi. Kwa hivyo ninachoshauri mimi tubadilishe tabia yetu, tupende kazi zetu. Yote unayopewa kazi ambayo unapata kipato halali ni kazi ambayo ilotukuka kabisa. Lakini nidhamu ya utumishi kazini tumesema kwani imeondoka. Wakati mwingine ni kutokana na mazoea yetu, wa udogo wetu wakati mwingine. Serikali iko na hivyo imeanzisha program ya kupima sasa utumishi kwa njia mbalimbali. Watumishi watapimwa, hata mawaziri tutapimwa. Makatibu wakuu watapimwa. Na kuna mikataba maalum. Waziri atatia mkataba na rais, watendaji watatia mikataba na mawaziri wao, na walikuwa chini zaidi atatia mikataba na wakurugenzi wao. Yaani kila alikuwa chini ana ofisa yake juu ndiye atatia saini mkataba. Na tayari serikali ishapitisha jambo hilo, nadhani hivi karibuni itaanza kufanya kazi. Sasa tuipeleka serikalini kwa ajili ya kupata final decision. Kwa lengo la kuwapima watumishi ili tuweze, anastahili kupata nyongeza apate nyongeza. Anastahili kupata promotion apate promotion. Anastahili kuongezwa daraja kubwa zaidi, tuendelee kumuongeza daraja. Kwa sababu unapotoa nyongeza za mishahara kwa watumishi wote, sasa inapotokea balaa katika nchi, au sio? Ukitokea zama mafuriko, watu wazuri na wema wote wanateketea. Na wakati unapotoa nyongeza mshahara, hata wale wafanyakazi wavivu nao wananeemeka. Kwa sababu gani? Wimbi limewachukua. Kwa hivyo sasa hivi utapima kwa mujibu wa utendaji kazi wako. Sio tu kwamba ni automatic sasa hivi kwamba upate nyongeza kwa sababu ikifika mwaka upewe nyongeza hapa. Utapewa nyongeza kwa mujibu wa utendaji wa kazi yako. Kwa hivyo natoa wito watumishi, tubadilikeni, tufanye kazi kwa bidii zote ili tufike mahali inshallah Mungu atujalie tuweze kufanya kazi vizuri zaidi. Lakini kubwa zaidi katika utumishi ni kutambua sheria za utumishi zinasemaje. Sheria za utumishi wa umma. Kuna sheria ya utumishi wa umma ya mwaka 2011 na kanuni zake za mwaka 2014. Sheria hizi na kanuni hizi ni muhimu sana kuzielewa. Unajua wakati mwingine mtu anafanya makosa lakini hajui kama anafanya makosa. Huwezi kumlaumu, hajui kwa sababu hakuzisoma zile kanuni na sheria. Kama safari hii tulipokuwa tunaingia kwenye uchaguzi mkuu, watu wengi waliingia hamu ya kwenda kuja majimboni huko. Tulipata wageni wengi sana. Hata kule kwangu Makunduchi walikuja. Lakini sasa anakuja kule anaambia mimi nimeitwa, sawa? Lakini mnaitwa watu 5 6 wakati mmoja. Sasa nani kaitwa hasa katika hao? Lakini si hivyo tu, wewe ni mtumishi ambaye una daraja fulani la scale fulani kiwango fulani. Na sheria inasema wazi ukifika scale fulani, basi wewe ukiingia kule ukipata ndio umepata. Umekosa ndio umekosa, lakini inabidi sasa uache kazi. Tulijisahau, watu wakaandika barua za kuchukua likizo bila malipo. Sasa matokeo yake sasa hivi
wengi wao wanakuja wanasema, sasa mimi sina kazi yote, nitafanyaje? Nadhani hili serikali italiangalia kwa jicho jingi, kuone kwa njia gani tunaweza kuwasaidia watu kama hao. Lazima hao ni wenzetu hawa, tuwafanyie njia. Nadhani watu wanahusika, ofisi yetu ya utumishi na mamlaka zinazohusika, tutakaa tuzingatie vipi watu hawa tunaweza kwa sababu wengine ni wadogo, kwa sababu tu kiwango chake cha mshahara kilifika mahali kwamba itabidi aache kazi kwa sababu hakuisoma ile sheria ya mambo ya utumishi na mtumishi anapoingia kwenye mambo ya siasa. Na ilitolewa toke mimi nilipokuwa naibu katibu mkuu wizara ya elimu mwaka 1995-96 pale mpaka 2000 nilikuwa naibu katibu mkuu, lakini nilipoamua kwenda jimbo la Makunduchi ilibidi niache kazi nikiwa naibu katibu mkuu, na fursa zote ninazo alhamdulillah, lakini nikamwomba Mungu kwa sababu mimi niliitwa kweli, na mpaka leo ndio sijatoka alhamdulillah. 2000 mpaka leo si masara alhamdulillah, wananchi wameendelea kunihifadhi na kwa sababu na mimi nafanya mambo yao mazuri vile vile inshallah, na naendelea kufanya mambo mazuri, na juzi nimewaambia kwamba ikifika 30 nitaendelea tena, tutaangalia tena huko mbele. Kwa ndugu waandishi wa habari, la msingi ni nini? Kwamba tunachoshukuru sana sasa hivi kwamba jitihada kubwa katika utumishi tumefanya na tunaendelea. Maslahi mara kadhaa Mheshimiwa Rais ameweza kuyafanya bora zaidi. Mishahara kwa miaka mitano ya mwanzo amefanya mabadiliko mara 2, na tunaendelea na hali ya uchumi kile kiimarika, na juzi alisema inshallah ataposhinda katika uchaguzi, na ameshinda kwa kishindo, tunampongeza sana, sote tumeshuhudia. Atajitahidi katika awamu yake hii ya sehemu ya pili ya uongozi wake kuangalia maslahi ya watumishi. Kwa hivyo haya mambo yako katika pipeline sasa hivi, wakati wote mtakuja kusikia tu mambo mazuri inshallah. Kwa hivyo watumishi wakae mkao wa kufanya kazi, sio tu kungoja kupata mambo mazuri, lakini na kupokea mambo mazuri. Eneo la tatu ambalo nataka nizungumzie swala zima la utawala bora. Swala la utawala bora lina maeneo makubwa mawili matatu. Kwanza, sehemu ya maadili ya viongozi wa umma. Maadili ya viongozi wa umma, sasa hivi kuna sheria ile ambayo ya maadili ya viongozi wa umma ambayo tulipitisha mwaka 2015. Tuna tume yetu ya maadili ya viongozi wa umma. Tume hii imesimamia viongozi wote waliotajwa kwenye sheria ile, wakiwemo mawaziri, makatibu wakuu, wakurugenzi na watendaji wote. Nadhani hata mkurugenzi wa maelezo nao anajaza fomu ya maadili. Sasa nini maana ya fomu zile kujazwa? Unajua kumekuwa na tabia baadhi ya viongozi katika ile wa leo 2026, ikifika 27 Disemba ana nyumba 3, ana magari makubwa ya kifahari 4. Alhamdulillah, nyumbani kwake anaingia kwa remote control, anakaa huko, anafungua tu mlango unafunguka. Ndugu yangu, umeanza kazi juzi, pesa umezipata wapi? Mambo haya yote umeyapata wapi? Kwa hivyo kwa kujenga nidhamu kwa viongozi wetu, kwa uangalifu, hatutaki senti moja ya mwananchi ipotee bila sababu yote. Leo kiongozi umeshapewa madaraka, tumia madaraka yako vizuri, na kila ukiwa mwaminifu, ukiwa mzalendo katika nchi yako, basi utadumu katika nafasi yako. Ukiwa mjanja, kuna siku utabambwa tu. Sasa tume hii ya maadili ya viongozi wa umma inaangalia viongozi, mwenendo wao, tabia zao, hulka zao. Kesi nyingi ambazo tunazipata katika tume ya maadili ya viongozi ni matumizi mabaya ya madaraka. Kuna baadhi ya viongozi wana tatizo tu kuwaonea watumishi walikuwa chini yao kwa chuki zao tu, kwa maslahi binafsi. Hampendi kwa sababu anazojua mwenyewe, anamkandamiza, anafanya kila mbinu, hata kumpa uhamisho pale alipo akampeleka kwingine kwa lengo la kumkomoa. Maskini ya Mungu hana kosa, lakini sasa anaadhibiwa kwa sababu ya matumizi mabaya ya viongozi wetu hawa. Sasa kinachofanyika nini? Atokee mmoja katika wale watumishi ende akaripoti tume ya maadili ya viongozi, anaripoti, mimi sikutendewa haki. Tume ya maadili itamuita kiongozi yule, bwana wewe, kuna umeshtakiwa au umetuhumiwa, kuna 1 2 3, hebu toa maelezo. Atapewa nafasi. Ikibainika kwamba ni sahihi, atachukuliwa hatua. Hatua gani inachukuliwa? Kwa mfano, wewe mkurugenzi umeteuliwa na nani? Na rais. Kwa hivyo mteuzi wako ambaye ni rais anapewa taarifa, mteule wako huyo alomteua akafanya 1 2 3, tena yeye atatoa mambo. Na zipo hatua zimechukuliwa. Bahati nzuri au mbaya hatuzitoi hadharani kwa sababu mambo ni ya siri sana, very confidential. Na hata pale
watumishi wale wanakula viapo wale watumia maadili, kwa sababu pale wanaona kila kitu cha kila kiongozi, mishahara, mapato yao, mali zao, nyumba zao, zote ziko pale kwenye fomu ile wanajaza. Au bwana mkurugenzi, si unajaza? Japo una kibanda kimoja hicho hicho unakijaza. Na zaidi ya hivyo, kuna sehemu naandika mpaka mwenza wako, kama wewe ni mwanamume unaulizwa mke wako ana miliki nini, kwa sababu mtapo huko baada ya miaka mitano mfanye tathmini, mko vipi, kwa kujenga nidhamu kwa watumishi wetu na viongozi wetu wa umma. Na hili limesaidia kujenga nidhamu kubwa sana. Kwa hiyo tumefanikiwa sana katika kupima nidhamu kwa viongozi katika utendaji kazi, na maeneo mengine yalikuwa yamelalamikiwa madogo madogo mengine hapo, lakini hatudharau kitu chochote. Lakini upande mwingine tuna taasisi ya ZAECA, mapambano dhidi ya rushwa na uhujumu uchumi. Alhamdulillah, ZAECA wanafanya kazi vizuri sana. Rushwa ipo, sio kama haipo. Na rushwa inapatikana kama maeneo gani? Tunapokuwa na miradi mikubwa kama hii ya mikakati, miradi mikubwa, tunakuwa na maafisa wetu, sio wanani, maafisa ununuzi wale na wengine wale wanasimama kule, wana collude au wanakubaliana na wanachukua tenda zile. Kitu cha bilioni 1, bilioni 2 kinapigwa milioni 7, milioni 8 wa watu wanufaike wenyewe. Kwa hivyo ZAECA sasa hivi kila mahali panapokuwa na mradi tunawapeleka, na mwaka jana waliokuwa zaidi ya bilioni 37 waliziokoa hizo. Waliziokoa pesa nyingi sana, na wanaendelea kufanya kazi kuziokoa. Kuna pesa zinarudi serikalini, kuna pesa zinarejeshwa kwa maeneo ambayo yale ambayo zilichukua pesa zile zinarejeshwa. Lakini tumetoa tahadhari kubwa. Kwenye uchaguzi watu walichafuka vibaya mno. Wajumbe nao wana sehemu yao kule. Sasa ZAECA walienea kila mahali. Mpaka Makunduchi walifika, msifike kwa sababu mimi nasimamia ZAECA kule wamefika na wamefanya kazi nzuri tu. Lakini kwa nini kiongozi unatoa rushwa ili uchaguliwe? Ni udhaifu mkubwa sana. Kiongozi mzuri hahitaji kutoa rushwa. Wananchi wenyewe wataamua kwamba huyu anatufaa. Rushwa haijengi, inabomoa, inadhoofisha. Na vita vya mapambano vya rushwa ni vibaya zaidi, kwa sababu vinaumiza wananchi, zinaumiza uchumi wa nchi kuliko vita hivi vya silaha. Wakati mwingine unapodhoofisha nchi unaitia umaskini, wananchi unatia umaskini. Kama hayo yote hayatoshi, ZAECA wanaenda kutoa mafunzo katika wilaya zetu na shehia zetu mbalimbali ili kutoa taaluma. Hata tume ya maadili nao wanatoa taaluma mpaka kwenye ngazi ya shehia. Lakini ZAECA na wao wametoa elimu katika vyombo vya habari, vinatolewa elimu mbalimbali zinatolewa kwa lengo la kuwajulisha wananchi juu ya jambo gani ambalo tunahitajia kulijua, hili zuri na hili baya. Na kwa nini tunaambiwa tusitoe rushwa katika kupata haki yako? Kwa sababu haki unapokwenda kuiomba ili ni haki yako mwenyewe. Kama unaomba kitu ni haki yako. Ajira ni haki yako. Sio tena unaambiwa ukitaka kupata ajira hii lazima utoe chochote. Zaidi ya hiyo, mbali ya rushwa hiyo, kuna rushwa nyingine, tunasema hata rushwa za ngono zinakuwepo wakati mwingine. Tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, hatupendi sana kuzungumzia masuala kama hayo, tukaje tukapata mambo mengine hapa. Lakini kwa ufupi ninachosema ni kwamba rushwa za aina hizo zipo. Lakini alhamdulillah, na zinaripotiwa, na zikiripotiwa tunafuatilia. Na tume hii kwa mfano, hii ZAECA kwa mfano, unapokuwa umefanya jambo kama hilo, hata wewe kiongozi wa level gani, wana mamlaka ya kisheria kukuita wewe. Uchaguzi uliopita baadhi ya viongozi wakubwa tu waliitwa kule, sitaki kuwataja kwa majina. Sasa mimi nazipata zile ripoti pale ofisini kwetu zinakuja zile. Nitoe tahadhari kwa viongozi wote, kwa wananchi wote, tuepuke kwa njia zote kutoa rushwa. Tusiwe na ile mentality kwamba mimi nikitaka kufanya jambo langu lazima, nikitaka kujenga nyumba hapa nizungumze na sheha, nizungumze na nani, watu wazi basi nikatoe chochote nijengewe. Ni tabia mbaya sana. Nyuzi zangu mimi hazirushwi mkurugenzi kama sijakupeni chochote. Haiwezekani. Ni rushwa. Ni wajibu wenu kutoa nyuzi zangu. Tena hamkutoa msito wetu. Lakini lazima sote tuikimbie rushwa kwa njia zetu zote. Tumeweka ofisi ya DPP, mkurugenzi wa mashtaka. Hii ni sehemu moja ya kusaidia kuendesha kesi kwa haraka zaidi. Na nashukuru tulikokuwepo na sasa hivi nitafauti kabisa. Kwa hiyo mkurugenzi wa mashtaka kazi yake ni kufanya uchunguzi wa kesi zile,
Polisi wanapeleka malalamiko wakishafanya uchunguzi, alafu DPP ndio anaipeleka mahakamani. Akifika mahakamani sasa jaji anatoa uamuzi. Lakini pia katika swala zima la utawala bora kuna swala la ofisi ya CAG, yani mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Anakagua pesa zote za matumizi yaliyoidhinishwa na baraza la wawakilishi. Akifika pale barazani, tukifika pale tunaripoti shilingi bilioni ngapi zimeidhinishwa. Haya, bilioni ngapi kila wizara zinaidhinishwa, wizara zote. Sasa hivi tuna wizara karibu 18. Kesho kutwa tunakwenda kwenye budget pale, akimaliza budget tu, tukimaliza budget tu, CAG baada anafuatilia pesa zile zinatumika vipi. Ripoti zinatolewa, zamani ilikuwa inatolewa kwa asili, sasa hivi hadharani anaipeleka kwa Mheshimiwa Rais. Baada ya rais akishaipata anampa waziri anayehusika na masuala yale ya CAG, kwa sasa hivi ambaye ni mimi, alhamdulillah nazipeleka barazani. Nawasilisha pale muhtasari. Baada ya kamati ya PSC ya baraza la wawakilishi inafuatilia sasa yale yote yalikuwa yameandikwa kwenye ripoti ile. Kutazama je, kuna ubadhirifu wa kiasi gani wa pesa. Kwa hivyo fedha yote ambayo inatumika ya serikali lazima ikaguliwe na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali. Na nipongeze, wanafanya kazi vizuri sana, wanaendelea kufanya kazi vizuri. Lakini tufahamu kwamba sasa hivi malipo ya serikali yote tunasema iende kwa mifumo. Unalipa kwenye system ile, kwenye mfumo, ili pesa isipotee. Uhakikishe unadai risiti yako. Tuna watu mpaka sasa hivi kwenda kwenye vituo vya mafuta, wanatia mafuta pale, utamba nikupe risiti sikupe. Sio akuulize nikupe risiti, ni haki yako kupata risiti. Akikupa risiti ile rekodi inakuwepo pale. Hujapata risiti ndio mambo yanaanza kupotea, fedha za serikali zinaanza kupotea. Kwa hivyo ndugu waandishi wa habari, mambo mengi sana katika siku 100 hizi rais amefanya. Sisi tuna wajibu wa kumpongeza rais wetu, kazi kubwa sana imefanyika. Lakini wapongeze na marais waliopita. Lazima niseme hivyo kwa sababu kila hatua moja basi uje kuna hatua ya nyuma ambayo ilifanya vizuri. Mtoto anayepata division 1 form 6 kasomeshwa na mwalimu aliyomaliza form 1 mpaka form 4 au sio? Na yule wa form 1 mpaka form 4 anasomeshwa na primary. Kwa hivyo ngazi zote zile kuanzia nursery pale, primary, secondary mpaka kwenye vyuo, tunawapongeza walimu wote wanaofundisha level. Lakini na serikali hivyo hivyo, marais wote waliofanya kazi tokea awamu ya mwanzo Mzee Karume, ikaja awamu ya pili ya Mzee Jumbe, ikaja awamu ya 3 ya Mzee Mwinyi, ikaja awamu ya 4 ya Mzee Idrisa, ya awamu ya 5 ya Dr. Salmini, ya 6 ya Dr. Amani, ya 7 ya Dr. Sheni na ya 8 ya Dr. Hussein. Hao wote wamefanya kazi, wanaendeleza juhudi zilizofanywa na viongozi waliopita. Na sisi mawaziri ndio hivyo. Tumefanya kazi kutokana na kazi zilizofanywa na waziri wenzetu walitangulia. Kwa ndugu waandishi wa habari, hayo kwa muhtasari nimeyasema. Nikizungumza hapa mambo ni mengi mno na muda wetu si mrefu sana, nadhani kuna saa haizidi moja. Kama kuna maswala niko tayari kuwapokea sasa hivi. Asante sana. Asante sana mheshimiwa. Labda samahani, kabla hatujaingia katika sehemu ya pili, kuna eneo zima la utulivu katika nchi yetu, swala la taasisi za dini nalo liko chini ya wizara yetu. Ofisi ya Mufti, nichukue nafasi hii kuipongeza, imefanya kazi nzuri sana. Hali ya misikiti yetu, madrasa zetu imetulia sana. Mmesikia hakuna mambo ya Ramadhani imeanza, hakuna alofunga mapema au alifunga baadaye kama kashika kamatwa kafanya yote, mambo yote yako huria wake. Tunachoangalia Mwenyezi Mungu mwenye kuhukumu funga hiyo. Imefanyika kufanyika, si kazi yetu. Sasa la kufanya nini? Kwamba tuipongeze ofisi ya Mufti kwa kuendelea kutoa mafunzo katika eneo letu, jamii yetu, misikitini. Alhamdulillah wanaendelea, utulivu umeongezeka, migogoro imepungua sana na tuendelea kupambana nayo. Lakini pia kuna taasisi ya Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, inatoa mambo, inahusika na mambo ya mirathi na mambo mengine. Na huku kwenye mirathi kuna matatizo mengi sana, watu wanadhulumiana sana. Kwa hivyo nitoe wito watu wote waliokuwa na tatizo la mambo ya mirathi basi wafike pale Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, tutawapa msaada wetu. Lakini pia imesimamia na kuratibu masuala ya mahujaji wanaokwenda Maka. Alhamdulillah sasa hivi tayari tumeratibu karibu mahujaji 3000, tunatarajia mwaka huu watakwenda kufanya ibada ya hija. Na tumshukuru sana rais, amefanya jitihada kubwa katika siku zake hizi za uongozi. Ndege ya Saudi Arabia sasa hivi inatua moja kwa moja Zanzibar kuchukua mahujaji na kuwapeleka na kuwarejesha. Na jitihada zinafanywa kwa ndege nyingine vile kuendelea kubeba mahujaji wetu. Bahati mbaya kipindi hiki tuombe Mungu ya mambo yaende salama huko kwa wenzetu, kwa sababu baadhi ya ndege zimezuiliwa sasa hivi, lakini inshallah Mungu atajalia mambo yatamalizika na nchi itakuwa, dunia itakuwa salama kama ilivyokuwa awali. Kwa hiyo kwa muhtasari, haya ni mambo ambayo nataka nieleze kwa ujumla, nadhani nimegusa maeneo yote ambayo yanahusika kwa ufupi kabisa. Naam, karibuni. Asante sana Mheshimiwa Waziri, taarifa nzuri iliyosheheni mafanikio mengi ambayo yamefanyika siku 100 hizi. Kwa hiyo sasa hivi ni wakati wa waandishi wa habari, kama kuna sehemu yote mnahitaji ufafanuzi zaidi katika mafanikio haya yaliyowasilishwa na Mheshimiwa Waziri, karibu.
Karibuni sana waandishi wa habari, tutaruhusu maswali kwa vyombo vitatu. Kwanza tutaanza Najua mwalimu akisomesha anasomesha, ukiona watu hawajisemi kile mama amefahamu vizuri. Naam, karibu. Asante. Assalamu alaykum. Naomba kamanda Mike Tusabia jitambulishe na chombo cha habari unachotoka. Assalamu alaykum. Jina langu naitwa Mida Mwinyi kutoka Habari FM. Kwanza nikupongeze kwa kazi nzuri ambayo umeifanya, na swala langu ni moja tu kuhusiana na madereva wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Wanataka kujua kwa nini wao wakirudi kuongeza ujuzi wa NIT Dar es Salaam vyeti vyao haviongezwi mishahara, wakati wa Tanzania bara wanaongezewa mishahara na wanasoma kozi moja na kuhitimu pamoja. Swala ni hilo. Asante sana. Una dereva nini? Una dereva alikuwa jamaa kidogo. Wananchi hao. Jitambulishe. Kazingatia. Madereva. Alaikum salam. Katika masuala ya uchaguzi, kiwango gani zaidi walikuwa cha fedha, ama pamoja usiwataji labda watu tuambie kiasi gani cha watu ambao walishtumiwa kufanya vitendo vya ukiukwaji wa sheria katika masuala ya uchaguzi. Idadi ya watu hapo darasa kidogo, nakusudia idadi ya watu walioshtumiwa. Idadi ya watu Hata kama ni zile pesa kama zipo zilizochukuliwa, kwa sababu wanakuangalia zile bongo nyingi, labda zaina kiasi gani cha fedha waliweza kukamata. Kisha vile vile, Mheshimiwa Waziri, watumishi nafikiri kitu kikubwa na mtazamo wao ni swala la maslahi. Hapo uligusia swala la nyongeza za mishahara, ukasema tukae mkawakuna. Mheshimiwa Waziri, tulikuwa tunataka kujua, sababu tuliona katika nyongeza za mishahara kipindi kilichopita Mheshimiwa Rais aliwanyanyua sana watu wa daraja la chini. Je, katika mtathmini awamu hii Mheshimiwa Rais ama wizara yako imejipanga vipi kwa watu wa chini? Itaendelea vile vile kunyanyua kwa ile 100% ama vipi? Tunaomba utuweke wazi. Kisha vile vile hizi nyongeza usubiri baada ya budget ama ni wakati wowote kuanzia hivi sasa hivi, ili pia tunaomba utuweke wazi Mheshimiwa Waziri. Asante. Na mimi naitwa Yahya Saleh Furaha Akunaga, anatokea Firebase FM. Mheshimiwa Waziri, na mimi nakushukuru sana tu kwa utumishi wako uliotukuka. Mimi nilitaka kufahamu kwamba haya masuala ya rushwa, wakati wa watu wanakamatwa kwa upande wa rushwa, taarifa zinakuwa zinatolewa, lakini mwendelezo wa kesi inakuwa wakati mwingine inakuwa ni tatizo. Hata kuna baadhi ya wananchi wanaona kama hakuna ule tunasema usawa, sijui ama mtu mwingine. Lakini hapo ulizungumzia hilo swala zima la wasaidizi wa sheria, na mimi nawapongeza sana kwa sababu migogoro mingi imetatuka ndani ya jamii yetu, na ulisema kuna majaji kwa upande wa watumishi, lakini je, hatuoni haja sasa kwa hawa watu wasaidizi wa sheria tunaishi nao mitaani huku wafikiria angalau sabuni na vitu vingine kwa wakati huu tulikuwa nao na kazi za ukubwa walikuwa wanazifanya huko mtaani? Lakini kwa upande wa ripoti za CAG zinakuwa zinatolewa, lakini sana utasikia tu kwamba watu wanajisifu, wanasema kwamba hakuna haki chafu. Sasa hakuna haki chafu, lakini wakati mwingine hata yule CAG anapotoa zile taarifa unahisi kama kuna baadhi ya vitu kama miradi inakuwa ina matatizo, kwa mfano labda kufedha na mambo mengine, lakini hatusikii
lakini baadaye tunaambiwa tu hati chafu zimepungua, hati chafu zimepungua. Sasa labda hili likoje? Lakini kwa upande wa watumishi labda pengine kuni mambo ya mishahara hewa, labda tunako upande zaidi kwa upande wa wizara, mambo yakoje labda kuhusu mishahara hewa, kwa sababu hivi majuzi tulisikia kuna wafanyakazi wengine wa wizara kama ya afya kusikia barazani kule, lakini Pemba hawapo na vitu vingine. Labda kwa upande wa watu huu mshahara hewa mpaka sasa hivi mpaka sasa hivi hawapo au kuna kitu gani kwa upande wako? Asante sana Mheshimiwa Waziri, na kushukuru sana kwa kazi yako iliyotukuka. Asante sana ndugu waandishi wa habari, tutarudia kwa awamu ya pili. Niombe Mheshimiwa Waziri kwanza ajibu kwa vifungu vitatu, alafu tutarudia tena. Kwanza nishukuru kwa masuala mazuri mloniuliza, na inaelekea mmenisikiliza vizuri mno. Kuhusu swala la kwanza la maslahi ya madereva wanapokwenda kusoma. Unajua sio madereva peke yao, kuna maeneo mengine. Sasa hivi hata hospitali pale kuna wale wanaosema wanaita nini, nusu kaputi, wale wataalamu wale na wengineo. Na kuna masomo ambayo unakwenda kusoma wakati mwingine kweli umebadilisha level yako, kiwango chako cha elimu, lazima tuzingatie. Sasa masuala haya huwezi kuzingatia kada moja wakati mmoja tu, ni maeneo mengi. Kwa hiyo jambo bali sasa hivi wizara au serikali kupitia utumishi, ofisi ya utumishi, tunaangalia maeneo kama hayo, ikiwa pamoja na hao madereva. Lakini wakati mwingine unakwenda kusoma just for the sake of unakwenda kusoma tu, kozi ya miezi mitatu, miezi 6, halafu unataka ubadilishwe mshahara wako kukwenda kuongeza kiwango cha elimu. Umepata ule know-how ya mambo ya nidhamu za kiudereva pengine na mambo mengine kama hayo. Sasa usifikire kwamba kutoka masomo ya udereva ndio umeongeza degree, lakini at least kwa na incentive, yani kwa na kitu cha kutia moyo kwamba angalau umeongeza. Na wakati mwingine tunapoenda kusoma haina maana kwamba lazima uongezewe. Ili taaluma uliyopata peke yake basi ni heshima kwamba umeongeza kitu. Sasa wakati mwingine tusichukulie sana kwamba nimesoma kozi ya miezi 3, 6, hapana. Kozi zote ambazo tunazitambua ni zile ambazo zinaanzia na angalau mwaka mmoja na kuendelea. Kwamba umebadilisha level yako kutoka mfano certificate umeingia diploma, unaingia advanced diploma, unaingia first degree na kuendelea second degree na kuendelea. Na wakati mwingine unakwenda kozi kujifurahisha tu. Kujifurahisha maana yake nini? Mimi niko sehemu ya sheria sasa hivi, sasa nakwenda kusoma mambo ya mfano kada nyingine. Huongezi chochote elimu pale, lakini unakwenda kubadilisha mazingira tu kwamba unataka na huku uonje. Lakini unatoka pale elimu yako pale uliokuwa ndio ile ile kuongezeka, wala sio kama umesoma mwaka mmoja, miaka miwili, miezi 3 umesoma, umekuja umepata certificate of attendance au participation certificate ile, sasa unasema ubadilishwe mshahara. Wanakuja, mimi nimesoma miezi 3 computer, sawa. Umesoma computer miezi 3. Sasa kwa hivyo mimi nadhani kuna maeneo haya tutayangalia. Haya madereva kwa mfano ni kweli na maeneo kama hayo kwa hospitali kule kuna wale wanaopiga kaputi na nusu kaputi, sio wale ni maeneo kama ile hatutaweza kuyazingatia katika kipindi hiki. Hafsa naye kauliza swala kidogo zuri sana. Zaika kwanza niweke sawa pale ni bilioni walizookoa pale ilikuwa ni 27 bilioni. Na dola karibu 35,000 ziliokolewa pale. Na zaidi ya hivyo kuna kitaka takwimu kamili za nikakupatieni baadaye tu ili mwenazo kwa sababu data zote zipo hizo. Kipindi cha uchaguzi tuliangalia zaidi nidhamu na maslahi ya uchaguzi. Kwa sababu kwanza unajua kama rushwa inapotelewa inatolewa kwa siri sana. Rushwa inakuwa baina ya utoaji na mpokeaji. Sasa hatuwezi kutoa figa tu kwamba zimetupikia siani, lakini kuna watu tulipata taarifa kwamba wametoa rushwa na kesi zao bado ziko zinaendelea kufanya uchunguzi, tuhuma zipo, kwa hiyo tunaendelea kutoa tuhuma. Hatuwezi kutoa takwimu sasa hivi, lakini kwa ufupi kwamba kesi zilikuwepo kweli za utoaji wa rushwa. Lakini wengi wao tuliwaita kwa sababu walifanya bila kujua kwamba anafanya makosa. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba masuala hayo tunazingatia. Kuhusu maslahi ya wafanyakazi, Mheshimiwa Rais alisema, au sio? Tumeangalia na tunaendelea kuangalia, na ndio nilivyosema mimi. Na rais zaidi na viongozi wetu zaidi wanaangalia maslahi ya chini, watumishi wa chini. Huko juu kidogo hatupitani sana, lakini huko chini ndio kuna mtihani. Na hawa watumishi wa chini hawa maskini mara nyingi tunawasahau.
Kwa hivyo lengo hasa sisi ni kuwanyanyua watu wa chini, kuwapandisha juu, na ndicho ambacho mwaka huu kitafanyika inshallah. Mungu akitujalia hivi karibuni, tuombe Mungu mambo yetu ni vizuri, na naamini kabisa Mheshimiwa Rais hakuahidi tu kwamba ametoa ahadi kwa sababu alikuwa anataka kura. Hapana, aliahidi kuamini kwamba inshallah atalikuwa na uwezo nalo, na alhamdulillah uchumi wetu umeimarika sasa hivi. Nyinyi tazameni bajeti ya serikali sasa hivi imefika trilioni ngapi? Karibu trilioni 7-8. Tulianza na trilioni 1 mwaka juzi mpaka tumefika sasa trilioni 8. Mambo ni mazuri. Huwezi kufikisha trilioni 8 kama una pesa kutosha. Na tunaenda mabarabara mnayaona, skuli tunaziona, hospitali, mahakama ndio hizo nilizozieleza. Kila mahali tena zimejengwa kwa pesa za SMZ. Pesa zipo jamani. Likisimamiwa vizuri pesa zipo. Na ndio maana rais amekuwa mkali sana katika kusimamia fedha za umma. Kwa hivyo mdhibiti anafanya kazi vizuri na sisi tunasimamia vizuri na watu wa Zaika wanafanya kazi vizuri kuhakikisha hakuna mwanya wa kupoteza pesa zote. Na swala lazima la msaada wa sheria kama waliosema kwamba ni kweli, lakini bado jitihada inaendelea. Nitoe wito tu mimi kwamba watu waitumie fursa hii. Paralegals wapo hawa wasaidizi wa sheria, na kila mmoja ambaye anahisi kwamba anataka apatiwe haki yake na haipati kwa urahisi, basi sisi tuko tayari. Katika sheria zipo na fursa hizo, wilaya zipo, na kama kuna wafike pale wazana kwetu, kuna idara nzima tutawasaidia. Hati chafu CAG tunasema zimepungua. Sasa hivi tunasema zimepungua au hazipo. Hatua zinachukuliwa. Kuna mambo mengine hatuwezi kutangaza hadharani. Na kuna maofisa waliohusika na ubadhirifu wa pesa, wahasibu na wengineo. Tumeondosha kwenye nafasi zao. Wengine hata kuondoshwa kabisa moja kwa moja. Lakini haya mambo mengine hayo, najua nchi yetu hii tunajua ni lazima tusitiziane mengine. Lakini wapo ambao tuwatangaza hadharani kwamba hawa wamefanya kosa la ubadhirifu wa fedha na tukawafukuza kazi. Huko ofisini tunao wanaofanya hivyo. Baadhi ya wakati tunasikia mtu kesha ondoshwa kapelekwa kwa eneo jingine. Sio kama kwa bahati mbaya, kwa sababu kuna mambo yameonekana yamefanyika. Kwa hivyo hatua zinachukuliwa, na unajua kufika mahali ukimtangazia mtu, wakati mwingine unamtangazia mtu baada ya uchunguzi kabainika kwamba hakufanya, je, ni hatari. Itakuwa ushamdhalilisha ule mtu, keshapata madhara mkubwa. Hata haya mambo ya udhalilishaji wakati mwingine mtu anabambikizwa kesi tu, wakati mwingine ushambandika kesi tayari, kisha fika kisha tangazwa huko, kisha itwa jina la kuitwa huko, baadaye inaundulika kwamba alisingiziwa tu. Maskini anatembea kwa sura gani yule? Kwa hivyo kuna mambo kidogo ya binadamu wakati mwingine, lakini tunapofika wakati kwamba mtu tumtangazia hadharani, tutamtangaza hadharani, lakini kwa sasa hivi tuko hivyo. Kuwawezesha hawa kama wamesema ni volunteers hawa. Tunaendelea na tunafanya jitihada na wao angalau basi wapate kupata sabuni, kwa sababu wanafanya kazi kubwa sana. Tutajitahidi kadri inawezekana. Tunajipanga katika bajeti hii, tukiona tunajitahidi kwa njia zetu mbali kuwasaidia. Na nitoa wito kwa viongozi katika maeneo yetu ya majimbo huko, basi nao wasiwatupe sana wasaidizi wa sharia hao, kwa sababu wako katika maeneo yetu, majimbo yetu, pamoja na mimi. Ndio yule mama anaposema na kuhusiana pamoja na kuhusiana nafsi yangu. Kwa hivyo na mimi pia nimo, sio kama simo, tuna wajibu wa kusaidia. Kwa hivyo tutaangalia hali itakavyo. Kuna walimu wa madrasa na wanasomesha huko misikitini huko katika mitaa yetu, nao tunafanya tumeshasajili sasa hivi sana, tunawasajili walimu wote madrasa, tuwajue wangapi, tutapochukua utaratibu, sababu sio na kuna kusomesha chuoni tu ni mwalimu wa madrasa, lazima kuwe na sifa fulani na viwango fulani awe amevitimia. Wafanyakazi hewa, swali lako lilikuwa unazuia swala la wafanyakazi hewa. Walikuwepo kweli, na ndio maana serikali ikafanya audit ya wafanyakazi wote, na wale waliogundulika kwamba walikuwa ni wafanyakazi hao wametolewa kabisa, wapo. Na nadhani mlipata taarifa kwamba kuna wafanyakazi kadhaa tulichukua hatua. Hata walimu, sema walimu walikuwepo na maeneo mengine kama. Kwa hivyo inapojitokeza kama hivyo, kuna wafanyakazi hewa wakati mwingine si hewa. Wakati mwingine kienda masomoni hakurudi tu. Kaka miaka 3 mimi kaona raha huko, anabakia huko huko. Sasa huyu ikifanywa audit hayupo. Inaonekana kufanya kazi hewa. Si fanya kazi hewa, yupo lakini haripoti kazini. Na kwa mujibu wa sheria ya utumishi wa umma, hujaripoti kazi kwa idadi fulani ya siku, unajifukuzisha kazi. Lakini binadamu tu anakuja kama mimi niko kule naumwa, nafanya hivi, anakuja mzee wake anamuombea. Ndio ile mihadi wakati mwingine. Lakini kesi zilikuwepo kwa wafanyakazi na hatua zimechukuliwa kwa wale ambao walibainika kwamba ni hewa. Kuna watu wametumia vyeti vya majina ya watu wengine. Wewe la Mariam sawa, lakini umetumia cheti cha Mariam, si Mariam wewe, Mariam mwingine. Na tulivyogundua wametolewa wote, wametolewa vyeti walikuwa na vyeti vile vya bandia. Kwa hivyo nadhani kwa muhtasari
kwa wale ambao waliuliza. Kama kuna swali sijalijibu unaweza kuuliza tena. Asante, naomba tumalizie kwa awamu hii kwa sababu mheshimiwa na mwingine anaenda kufanya. Tuulize kwa ufupi sana. Karibu mtambulishe. Mimi naitwa Basil Sabri kutoka Zanzibar Cable Television. Mheshimiwa Waziri, kwa binafsi na mimi kama wenzangu kwa kupongeza wewe binafsi pamoja na wasaidizi wako. Asante sana. Okay. Na nipongeze katika maeneo ya upande wa sheria, tunaona wingi wa mahakama, ongezeko la majaji, ilikuwa vile muda mrefu, lakini hata uendeshaji wa mahakama zetu sasa zimejaa kwenye kidijitali, maeneo ambayo hakika tulikuja kuwa na kupongeze hilo pamoja na usaidizi wako. Swali langu lipo na tatizo langu lipo kwenye hawa wasaidizi wa sheria. Ufanyaji wao wa kazi mara nyingi sana, mara zote hutegemea kalenda na nyakati. Kwa mfano, siku 16 zile za uishaji ndio mara nyingi tunaona wakiingia kwa ajili ya kutoa elimu pamoja na kuwafikia watu kwa maana kuwafahamisha. Sasa asilimia kubwa watu wetu Zanzibar hatujui sheria, na mambo mengi yanatokea kwa sababu wakati mwingine kutojua sheria, ili watu kwa kuanzia nini cha kufanya na kinatakiwa kufanya katika mtindo gani. Pengine ningetamani kuona wizara ikifanya sasa utaratibu wa hao aids wawe kama bwana shamba kule kwenye kilimo, angalau basi kila mwezi wawezeshe, ili angalau waweze kufanya kazi zao, angalau kila mwezi kufanya outreach program zile, hasa zile remote area, kwa maana maeneo ya vijijini kule ambako ndio changamoto ni kubwa sana. Lakini swala la pili kwenye upande wa utawala bora, Tume ya Maadili, mara zote sisi taarifa tunazopata ni zile kwamba watumishi wa umma wamejaza mali zao pamoja na madeni yao, lakini kwa mitaani huku sijajua ni wivu wetu sisi wananchi, lakini unasikia hii ya fulani, hii ya fulani, hii ya fulani, ambao sisi tunajua kabisa ndani ya muda mchache baada tu kupata nafasi tunaona kama uyoga, manake waziri tena au katibu au mkurugenzi au nani, mali zake zinakuwa kama uyoga manake. Sasa Tume ya Maadili vingine na kusaidia pia wizara kama hivyo takwimu kwamba wapo watumishi ambao wengine katika makaratasi wa usafi, lakini kwenye uhalisia labda imegundulika wametumia ndugu, jamaa, marafiki kusajili hizi mali zao. Kwa sababu wengi wanakuwa tunaona sisi wananchi wanakwenda kusajili hizi mali, wanatumia majina ya ndugu, jamaa au marafiki zao. Walikuwa wanatamani kujua kama wizara angalau labda ina idadi au statistics ya watu ambao kwenye makaratasi wamejaza vizuri, lakini huku au Zanzibar tuko 100% safi kwa watumishi wetu wa umma. Asante sana. Asante, naitwa Amina Mchezo, natokea ZBC. Niungane wenzangu huko, Mheshimiwa Waziri, nikupongeze kwa kazi kubwa, lakini pia niwapongeze na wananchi wako kwa kuendelea kupa imani wananchi wa Makunduchi. Asante sana. Swali langu kuhusiana na swala la utumishi. Nimezungumza hapo kuhusiana na nidhamu kazini na masuala mengine, lakini kuna ile hali ya kwamba mtumishi anapewa adhabu ya kunyang'anywa majukumu yake. Sema anaenda kazini lakini hana jukumu lolote ambalo anafanya. Anakaa, anarudi. Nahitaji kujua ni kwa muda gani kisheria anatakiwa mtumishi yule atumikie ile adhabu. Kwa sababu Mheshimiwa Waziri, hii adhabu kuna wengine kweli watendaji wa kazi wanaiona ni adhabu kweli, kwamba kwa nini mimi naenda ofisini alafu sifanyi kazi yoyote. Lakini kwa wengine wanahisi kwamba kwa ni fursa, kwa sababu mshahara unaingia, anaona mimi wakati naenda kazini sifanyi kazi yoyote, anaingia tu, kwa hiyo haumizi kichwa. Kwa hiyo anaona kwamba ni fursa, lakini wengine wanahisi kwamba ni adhabu. Sasa nataka kufahamu kisheria ni muda gani anatakiwa anatumikia ile adhabu ya kwamba anaenda kazini na kurudi ana kazi yoyote. Lakini la pili, kuhusiana na msaada wa kisheria ya kampeni ya Mama Samia kitaifa, wanahitaji kufahamu imefanikiwa kwa kiasi gani kwa upande wa Zanzibar, Unguja na Pemba, na watu walikuwa wakitumia ipasavyo ama vipi? Na jingine, kuna watumishi hewa, lakini pia kuna watumishi feki. Huyo yeye hahitaji mshahara
wa serikali au vipi, lakini anaweza akaingia kwenye taasisi akawa kama kidudu hivi, kwa sababu ameingia, lakini anatumia rasilimali za ile ofisi, anafanya kazi kama mtumishi, lakini kwa sababu kuna hii utaratibu wakati mwingine, kama kwa upande wa sekta ya afya, anaweza akajifanya kwamba yeye ni daktari. Kuna hali ya kwamba fedha mtu anaweza kumwambia mgonjwa labda lete hiki au lete kiasi fulani, anatumia hivyo. Tumeshawahi kuona kwa wenzetu Tanzania bara wanakamatwa askari feki, watumishi wa daktari feki. Labda tuone kwa upande wa Zanzibar tukoje kwenye hivi, au feki ambao wanatumia katika taasisi hizo wanakuwepo, lakini pia na adhabu zao inakuwaje? Kupata yule mtumishi feki amekamatwa sasa na serikali, adhabu yake inakuwaje? Asante sana Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Waziri, naomba ni mengi haya kwa wakati huu, bora tuliamalizia haya inshallah. Niendelee kushukuru waulizaji masuala mazuri sana. Paralegals waliozungumza kwamba nasema kwamba wanatoa taaluma lakini wana very seasonal. Nahitajia hawa kila angalau wiki, kila mwezi wao wanaonekana kule. Na lengo ni hilo kusema kweli. Sasa kama paralegals mmoja hatoshi katika eneo lile, nadhani kuna haja sasa kuhamasisha tukapata wengine zaidi. Kwa hivyo hilo tulifanyia kazi zaidi wizarani kuona kwamba tunatoa huduma za kutosha, kwa sababu hawa paralegals wako wengi na wao ni volunteers wanajitolea. Kwa hiyo ni jambo zuri, taaluma tunajitahidi sana. Ndio maana tunafanya wiki ile ya sheria, msaada sheria. Lengo ni kuhamasisha, na tunafanya katika maeneo ambayo yanatukamata. Kwa mfano, tunafanya tukishika kuna mahali kuna vitendo vingi vya uzalishaji. Basi wiki ile tunaadhimisha katika eneo lile, ili watu wahamasike, na wanajiorodhesha wengi sana. Kama kuna maeneo ambayo pengine matatizo ya ardhi ni mengi, tunafanya katika eneo fulani. Kama kaskazini tumefanya mara 2-3, tukapata habari kuna vitendo vingi vya mambo ya uzalishaji, tukafanya kusini kule, tukafanya katika eneo linalohusika. Kwa hivyo uhamasishaji utaendelea, na jukumu lile si la paralegals peke yao. Sote kibinadamu tunahitajia kupeana taaluma na kusaidiana, tuambizane, tupeane taaluma kwa jambo hili sio. Lakini wazo lako ni zuri na tutalichukua ili kwenda kulifanyia kazi. Lakini umezungumzia swala zima la maadili. Unajua ukiona nyumba ile unapewa Mwalimu Haruni hiyo, na ile pale na ile kamwandikia mwanawe. Sasa madam kamshamwandikia mwanawe, ndio si ya Mwalimu Haruni tena, ya mwanawe. Sasa wewe kiutaratibu na uchotakiwa ufanye, mwananchi wewe au raia wewe, unamripoti kwenye tume ya mali, unakwenda pale kuisiri kabisa mwenyewe, unakwenda pale, jamani, mimi nimeripoti kuna kiongozi fulani anatia mashaka mtaani kwetu, kuna nyumba zipo pale, anatumia jina la mwanawe, au sio? Au anatumia jina la mke wake au ndugu zake. Kinachofanyika nini sasa? Tume maadili inakuchukua pale taarifa zako, halafu inafanya uchunguzi. Itamwita, bwana, ataandika barua tu, unatuhumiwa kwamba unamiliki nyumba ambazo hujaziorodhesha kwenye fomu yako. Hasa mimi sijaziorodhesha kwa sababu si zangu, za nani? Za mwanawe. Mwanawe ana mapato gani mwanao? Mwanao hana pato hata moja, hata hauzi hata mikate ya boflo, au sio? Sasa kajenga nyumba nzima, kaipata wapi? Kazipata wapi? Utakamatwa tu. Lakini kinachohitajika boldness, yani kuwa wewe mwenyewe ujiamini, ukaripoti ile swala lenyewe. Na raia mko huru kuripoti sasa hivi. Nendeni mkaripoti tume maadili, kutoa kama kuna mahali za viongozi tumezijua fulani fulani zipo, karipotini pale. Na kuhakikishia wewe mwenyewe utaje kugundua siku 3 kama hatua zimechukuliwa. Lakini sasa mkikaa kimya, bwana, watu watakuja kujua nimekwenda kuripoti mimi hapa. Ile itakuwa shida. Nadhani hayo mawili ndio yalikuwa upande wako. Amina. Wewe ndio kipindi cha chapo au nani? Au sio wewe? Bwana, muona mtu kama ana sura yako mle. Makina angalia sana ofisini kwangu. Na kusikilizia mambo yenu yale. Unasema kuna watumishi feki. Ya imefanyika kweli. Wakati mwingine kuna watu wanajira maafisa usalama wanatembea, au sio? Anakutisha kweli kweli. Anavaa safari suti nzuri pengine na miwani mieusi hivi. Akikutizama tu sasa chuma cha afisa usalama kweli. Anakuhoji, sasa fanya mpango basi ili jambo tulimalize.
Ukishatia shaka kama hiyo, kuna vyombo vya kumripoti mara moja, mripoti kwa sheha, mripoti kwa kiongozi wote karibu pale, au njoo moja kwa moja katika taasisi zetu kuna kuhusika vyombo vya sheria, tutamchukua, tutamkamata. Polisi tu moja kwa moja, polisi tu. Kuna mpaka mapolisi wana act kama hiyo wakati mwingine, lakini alhamdulillah tumefika hatua sio mbaya sana. Kwa Zanzibar hatuko katika hali kiwango kibaya kiasi hicho. Watumishi hewa wapo, au nani waliofanya kazi, madaktari wale, siku kulikuwa napi kule Dar es Salaam, sio wapi bara huko, mpaka operation alikuwa anataka kufanya, atakuwa watu tu manake. Kwa hivyo udanganyifu upo na watu wanatafuta pesa kwa njia mbalimbali. Unajua akili ya binadamu haina mwisho, inategemea namna unafikiri wewe. Kwa hivyo unaweza kusikia mawazo mazito ukasema mimi sasa hivi nitafute njia nipate pesa hapa, ngoja nitie kanzu na joho sasa hivi Ramadhani hii nitembee mitaani, na unatafuta ndevu kama za bandia au ndevu zako kweli. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tamawaida dini ya Kiislamu, na hiyo unaingia msikitini pale unazungumza, tukiotoka pale mzuri. Mimi sitaki kumtoa mfano mtu fulani. Tulikuwa na mwenzetu mmoja, kijana mmoja, babake shekhe mkubwa sana, alikuwa anapiga maji kweli kweli kwa mitaani kwa. Siku akaniambia bwana, nakwenda kutafuta chote bara kidogo. Basi kenda bara, fika kule anajulikana mtoto wa shekhe huyo, na anavaa joho lake kule, mtoto wa fulani, shekhe fulani, shari fulani. Kaondoka mzuri, akishatimia lengo lake tu 3, 4, 5, huyo anakuja kufanya mambo yake huko. Lakini sasa hawa wadanganyifu wapo, watafanya udanganyifu siku ngapi? Siku za mwezi 40. Humu misikitini sasa hivi kuna matatizo wakati mwingine. Wanakuja kila wakati watu wanaomba misaada. Mtu anatoka Kigoma, natoka Tabora, natoka Tabora mpaka huko. Wanakuja kuomba msaada Zanzibar, sawa, jambo la dini. Lakini wewe umecross mikoa mingapi mpaka umefika huko? Hizo nauli za kuja mpaka huko. Tena na aya za Qur'ani zinatolewa pale pale msikitini kwenye kibla. Sasa nataka nitoe wito kwamba tu kama hana vibali vya ofisi ya mufti wasiruhusiwe. Kwa sababu lazima ofisi ya mufti ikupe kibali ndio uende msikitini ukatafute msaada. Isiwe tu kweli sawa, Waislamu tuko wengi, tunapendana, na wakati mwingine hata ndio hivyo tunasaidiana kwa njia mbalimbali. Lakini sio kila mimi nasali msikiti wa Kilimani na akuta pale wanakuja tu. Kila wiki anakuja na tena anaondoka, kwa sababu watu wa Zanzibar ni waungwana. Ukisema shida yako tu pale, mimi jamaa mwenzenu sioni na matatizo 1 2 3, mnaona hali yangu hii, anakuja mtoto mdogo pale. Anakusanywa vifaa vyake pale, noti zake, lakini utaona anahesabu ya 10 anajua, ya 20 anajua, 30 anajua. Yaani mpaka zile noti tena ya 10,000 wanaitia puani hapa. Ya 5,000 anajua. Yaani mtu mambo makubwa. Lakini watu wataalamu jamani. Kwa hiyo ndugu zangu, waandishi wa habari, mimi nitoe wito, tuwe makini mambo kama yale. Kiona ofisi ya mufti ndio dhamana ya masuala kama hayo. Na wafanya kazi kama hao, nitoe wito wasijitokeze, tutakamata tu. Lakini wewe huna utaalamu wa jambo fulani, unakwenda kufanya utaalamu wake ulipate wapi? Mama Samia Legal Aid imesaidia sana, pamoja na hii idara yetu ya msaada wa sheria. Kwa kweli mwamko ni mkubwa sasa hivi. Watu wengi walikosa haki zao, hasa kwa vinua mgongo vyao, masuala ya ardhi, udhalishaji na mambo ya aina hiyo. Tumeokoa watu wengi sana, tumewapa msaada kwa maelfu, wanaweza kusema, wala si kidogo. Alhamdulillah, na tunamshukuru sana Mama Samia kwa kuanzisha program hiyo. Jumla ya watu karibu 400,000 tumewasaidia katika masuala zima haya ya msaada wa sheria. Wanawake walikuwa wengi zaidi, maana wanawake walikuwa karibu 209 hivi. 213 na wanaume walikuwa 209. Kwa hivyo karibu watu 422 tuliwasaidia katika msaada wa sheria. Sasa tunaendelea kuwasaidia, na natoa wito kwa mtu yote mwenye tatizo lake la kijamii huko, anahisi hatendewi haki, basi ajitokeze, tutamsaidia. Ndugu wananchi, na hakika kwamba mmenifahamu vizuri. Imani yangu kwamba tutaendelea kusaidia. Kama kuna swali la nyongeza la mwisho, na majukumu, mtoa nafasi moja ya nyongeza hiyo ya upendeleo. Kama kuna swala moja. Samahani, kuna moja la Amina huyo. Nilikuwa nishampiga kwenye chapuo zake huko. Anasema kwamba mifumo hii maanzisha mfumo majukumu ya watumishi ambao hapewi jukumu, wanapangiwa mahali ambapo atiwe adabu tu. Unajua yanafanyika kwa njia mbili.
Unatiwa adabu wakati mwingine kwa sababu bosi wako hakupendi. Kiongozi wako alikuwa juu hakupendi, anakutia adabu. Kakae pale. Wewe si dereva, unaambiwa kakae sehemu ya madereva. Wewe ni mtu wa masjala, si mtu wa masjala, unaambiwa kakae mfano library. Ama hadi kwingine kote unakuwa misplaced manake. Just akutia adabu, anaona raha tu. Kuna mtu mmoja mimi nilimpa kazi. Kaambia hebu, alikuwa afisa mitihani. Kaambia bwana, hebu lete msaidie huyu jamaa anakuja mpe matokeo yake mtihani mwanawe. Kamjibu vipi yule? Akamjibu akamwambia huyu waziri mambo haya si yake, yeye asoma magazeti kule. Haya mambo ya kiutendaji aachie watu tu, asiingilie kati. Ikafanya nini? Kila nikifika asubuhi namuita yule, anambia kanunue magazeti. Niko waziri wa elimu wakati ule 2000 mpaka 2010. Nikamtafutia Daily News, nitafutie Uhuru, nipate Nipashe, lete yote. Asubuhi tukiamka namuita tena, leo kanunue niongezee na Zanzibar, leo niongezee nini? Ya tatu akaniambia, mwisho mimi sikusema kwa niamba kitu gani kwani? Mimi nimesema kwa sababu naona nakupa majukumu mazito haya, ungetuachia sisi watendaji haya tusikushughulishe wewe na mambo mengi ya kufanya. Wewe si kazi ya kusoma gazeti, si ndio hiyo unanifanya sasa hivi? Sasa wakati mwingine namtia mtu adabu kwa sababu ya tabia yake tu, sio kwa sababu ya ubaya. Unataka kumpa funzo kwamba ile kauli uweze kumtolea kiongozi. Lakini kuna wengine wanapa majukumu kakae pale kuja kumtia adabu tu kweli. Na muda hakuna muda maalum. Ni namna wewe mkubwa tu wewe unamtia adabu unavyoamua tu. Lakini si jambo zuri na nitoe wito. Si vyema kuchukua watumishi mkawapanga mahali ambapo hawastahili kupangiwa. Kwa mfano, cameraman nyinyi mnapiga kamera hapa mfano, au sio? Unaambiwa sasa nenda kalinde nyumba fulani, wewe mlinzi, imeelekea hivyo? Haielekei. Au wewe mpelekee sehemu ya udereva wa masjala, wewe kaja kamera kule masjala unapiga picha barua. Haiwezekani. Kwa hiyo misplacement kama hizi hazina maana wala hazijengi. Na wewe kiongozi kuchukua hatua kama hiyo, tutakosa kukuandama wewe na vile tukuchukulia hatua. Hatuwezi kuadhibiana kwa sababu ya chuki, hasada au jambo lingine. Si jambo zuri kumchukia mfanyakazi wako. Sisi wafanyakazi tunataka tukupendeni sote, tukaeni kwa pamoja tushike. Ndivyo kazi zitavyokuwa zinakwenda, kuanzia chini mpaka juu. Hata mimi nielewa vizuri Naam, kueleza. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Sisi tukushukuru sana kwanza kwa muda wako na kwa uwasilishaji wa mafanikio haya. Bila shaka wananchi wameelewa na wamejua serikali imefanya nini kupitia Wizara ya Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora. Tumeona utawala bora umeimarika na vingi sasa kuona katika maslahi ya watumishi wameshuhudia baada ya kusema, lakini yameshuhudia mambo mengi. Naomba kushukuru wewe pamoja na uongozi mzima wa wizara yako kuweza kuja katika kipindi hichi na kuweza kuwasilisha mafanikio haya. Baada ya hayo Na mtazamaji na msikilizaji wa ZBC, basi alikuwa ni Mheshimiwa Waziri Maalim Dr. Harun Ali Suleiman akizungumza na waandishi wa habari pamoja na wananchi kwa ujumla, na ndivyo ambavyo amekamilisha kwa utaratibu wake kuzungumzia siku 100 za utekelezaji wa ilani na kile ambacho Mheshimiwa Rais anakifanya kupitia na zaidi amezungumzia kuhusiana na masuala ya utumishi, sheria, katiba na utawala bora. Basi tuwashukuru wote ambao walikuwa wakiendelea kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja kutokea hapa ukumbi wa idara habari maelezo. Kwa niaba ya mpiga picha wangu Jamal Othman, mimi ni Amina Mchezo, ni kurejeshe katika matangazo yetu ya studio zetu hapo Karume House.